Na hii mitandao na hizi simu na hii neema ya mawasiliano Allah aliyotupa sisi, tunaikufuru neema hii kwa kuitumia vibaya. Zaidi ya 90% ya watu wenye kumiliki smartphone hawazitendei haki. Kama hataangalia maasi, atasoma maasi, atasikiliza maasi, ataeneza maasi na bali na ukafiri. Pengine ukiangalia mchango wake kupitia hiyo smartphone yake katika kuieneza da'wa na kueneza Uislamu na kutetea Uislamu, haufiki 2%. Pengine simu yake kwa wakati mwingi yeye kama hakuangalia mambo ya haramu au hakusikiliza mambo ya haramu, basi ataandika mambo ya haramu, ataeneza mambo ya haramu. Lakini ulieneza ujumbe kupitia hiyo Instagram yako kwa kiasi gani? Dini uliitetea kwa kiasi gani? Mbona dini yatukanwa kwenye mitandao, wewe uko wapi? Hiyo Facebook yako yaeneza dini kiasi gani na kutetea dini kiasi gani na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi gani? Mbona yachafuliwa? Hiyo Twitter yako, hiyo X, wewe waitumia kueneza haki kwa kiasi gani? Mbona huko dini yatukanwa na wewe uko kimya? thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Wallahi kisha mtaulizwa kuhusu neema zote. Miongoni mwa neema hizo ni hii neema ya tawasul, mawasiliano haya. Sasa tunatumia vibaya mitandao ya kijamii kwa kueneza mambo mabaya, kushajiisha umwagaji wa damu ima, au kushajiisha wizi, au kushajiisha mambo ya maasi, au kushajiisha uvunjwaji wa heshima na kuunga mkono mambo hayo. Wako wapi vijana wa Kiislamu leo, maelfu kwa mamilioni waliopo katika nchi hii wenye kumiliki smartphone na wakaweza kuzitumia? Mbona hawatumii smartphone zao katika kuitetea dini na misingi ya Uislamu ambayo imekitwa imara kabisa katika kulinda damu za watu, mali za watu na heshima za watu? Wako wapi leo? Nazungumza na nyinyi. Mbona tuoni michango hii? Mbona hamuitetei haki? Vijana kwa wazee, wanawake kwa wanaume, mtu kutwa yuko na simu yake mpaka afanya makengeza, mpaka macho yafa yeye na simu tu, lakini hatetei haki, bali ndio kwanza na yeye achangia katika batili. Katika watu watakaoingia motoni na watajuta kuwa wako motoni, wakiulizwa watasema kunna nakhudhu ma'al khaidhin, sisi tumeingia motoni kwa sababu tulikuwa tukitumbukia kwenye batili na maneno mabaya pamoja na wenye kutumbukia katika shimo hilo. Mtu kaposti jambo baya lenye kuhatarisha usalama wa nchi, amani ya watu, ameposti jambo baya lenye kuhatarisha na kuvunja heshima ya watu, yeye yuko pale na atalieneza na atalifikisha mtaani kwa watu wasiokuwa na smartphone, wasiokuwa katika mitandao hiyo, au atalieneza katika majumuati zake na magrupu yake ili watu washare na yeye zaidi.